asiyejua kuna utajiri wa Freemason? Hayupo. Nani asiyejua hilo? Dunia ya leo nani asiyejua? Hayupo. Swali linakuja, Freemason wanawezaje kumsaidia mtu kufikia mafanikio? Jibu, wanatumia majini wachafu kwa kafara chafu ili kuweka mkataba baina ya mtu na chama ili asaidiwe kuelekea katika maisha yake. Na mtu yeyote anayepata pesa za Freemason, usije ukajidanganya kwamba analala ndani analetewa mamilioni ya dola yanayakuta chumbani. Anapewa mradi, anapewa biashara, anapewa mradi au biashara au kazi fulani. Kupitia ile kazi ndiyo itakuwa ufunguo wake wa kutafutia, wa kupatikana hizo pesa. Sijui nimeeleweka sawa sawa? Wakati fulani, wakati niko South Africa mwaka 2020 na mwaka 2014 13-12 nilipokuwa South Africa, nilipata fursa kufungua ofisi Cape Town. 2012-2013 nilifungua ofisi Cape Town, South Africa, mtaa wa Case River. Nilikuwa na ofisi hapo. Ofisi ya nini? Ya tiba. Nilikuwa natoa huduma za matibabu. Nilikuwa na hospitali ya tiba asili. Wakati niko kule naendelea kufanya kazi, kuna watu walinifuata mimi. Wakanambia, Dokta, wewe ni mtu maarufu, hupaswi kuishi kimaskini. Tunataka tukusaidie kupita katika hatua ya kufikia mafanikio. Na si tunaamini wewe ni Muislamu. Kwa njia tunayotaka kukusaidia, hatukutoi kwenye dini yako. Yaani utabaki kuwa Muislamu, utasali, utafanya kile unachoweza kwenye dini yako. Utabaki na dini yako, dini yako, lakini sisi tutakachokufanya ni kukuunga katika chama. Kwa sababu Freemason wanapenda sana watu maarufu au viongozi. Ni rahisi kumsaidia kwa sababu anauzika. Kwa sababu anaamini ukifanya kazi ukiwa famous au ukiwa leader, una nafasi kubwa ya kufikia kwenye mafanikio kwa sababu anakuunganisha na watu wengine. Wakanambia kitu ambacho tunaweza kukufanyia ni kukuunga katika chama. Na tutakachofanya sisi kule Tanzania, tutakutafutia biashara. Wakati ule biashara za simu zina nguvu sana. Simu watu kutoka South Africa kuleta Tanzania ndio ilikuwa kitu kikubwa. Simu nyingi kutoka South Africa au Uingereza used. South Africa zile simu za wizi nyingi sana zilikuwa zinaletwa. Kanaambia tutakachokifanya sisi ili kuhakikisha kwamba wewe unafanikiwa katika shughuli zako. Kitu cha kwanza tutakachokifanya ili uweze kufanikiwa katika shughuli zako, sisi tutakufungulia duka. Tutakufungulia duka la simu Kariakoo au Mlimani, popote unapotaka. Alafu tukishakufungulia lile duka, ndio litakuwa channel ya kukuingizia pesa. Kwa hiyo pale utakapokuwa unakuwa kiuchumi, watu wakianza maswali, katajirikaje ghafla, kawaje na uchumi mzuri ghafla, majibu yatakuwa ulikuwa unafanya biashara fulani. Kwa sababu sisi huwa hatumsaidii mtu kufikia malengo mpaka kwanza tunamsaidia njia ya uchumi. Haiwezekani uwe umekaa nyumbani huna hata shilingi 10 wala njia ya kuingiza shilingi 10 ndani, alafu sisi tunakusaidia kuwa tajiri. Itatengeneza maswali mengi. Sijui mmenielewa? Hayo ndio maneno ambayo walikuwa wanasema wale mabwana wakinishawishi mimi nijiunge katika hilo tukio. Mimi nilikataa ile issue. Niliwaambia hapana. Walikuwa ngapi? Mimi sitaki kujiunga kwenye Freemason. Walikuwa watu wawili. Mimi nilikataa kujiunga kwenye Freemason na niligoma kwa sababu nilikuwa najua ninakokwenda na kwenda kumuasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwisho wa siku itabidi lazima nifanye vitu vya kumuasi Mwenyezi Mungu. Najua mimi kwamba mali za Freemason zinaenda na kafara mbaya. Unaweza kupewa masharti ambayo yanaweza kukugharimu uhai wako au kukuharibia vitu vyako. Mfano, unapewa mali lakini unapewa sharti hamna kuoa. Wewe uzini tu kama paka mpaka unakufa. Hivi kweli hayo maisha?
Hapana. Au unapewa mali lakini unapewa masharti, labda unatoa kafara mtoto wako mmoja. Hayo maisha mimi sijayapenda. Utaishi hapo. Mimi sijayapenda hayo maisha. Mimi nilichokifanya ni kukataa kufanya hilo jambo. Kweli nililiacha, maisha kaenda hivyo mpaka kesho kutwa. Huo ni mfano mmoja nimejaribu kutoa ambao mimi niliwahi kuitwa South Africa, Cape Town, wa kutaka kuingizwa kwenye chama cha Freemason. Akakwambia kabisa kwamba tunataka tukuingize kwenye Freemason. Na sababu ya kutaka kuingizwa, wewe ni famous, wanajua mimi ni famous. Wakati ule miaka hiyo ninayohitaji mimi ndio nilikuwa na clip inayotamba sana, unataka kwenda peponi kwa kuswali swali. Hali ya kuwa mtume kang'oka meno kwa ajili ya dini. Maisha ya nyuki. Hivyo ndo vitu nilikuwa navizungumza. Sawa. Ulikataa kujiunga na hicho chama, ni kwamba kwa utashi wako mwenyewe au kuna mtu before, au uliwahi sikia labda kwamba Freemason ukijiunga tu kuna hivi na hivi na hivi, au kuna kafara kubwa zaidi unaweza kuitoa? Nilikuwa najua, kwa sababu nilizungumza nao, sio kikao cha dakika 10. Ni mazungumzo ya muda ya kujiridhisha, na wakati huo mimi tayari nilikuwa nasoma historia, najua vitu vingi, kwa sababu mimi mustashirikina na wafahamu vizuri. Kwa hiyo haikuwa kwangu ngumu kufahamu na kutambua nini kinakwenda kufanyika. Hilo nilikuwa nalijua. Kwa hiyo walikueleza kinagaubaga kabisa. Kabisa. Niko South Africa. Na masharti yote. Wala haina mjadala. Ni ukweli. Na wapo vijana wa Kitanzania waliingia. Sorry, naomba maji yako. Okay, sawa. Yes. Na wapo vijana wa Kitanzania waliingia, wapo, mimi nawajua. Okay. Wakati huko South. Ndio. Aise, muongeze maji huko. Muongeze maji. Nishie tukapo kidogo. Okay. Naam. Tuendelee. Aise, kumekutana na mambo makubwa sana. Mimi kwa nafasi nilionayo na umaarufu nilioupata tangu miaka ya 98, 95, 96 mpaka hapa nilipofika, kuonana na mengi na wengi ni kawaida. Yani lazima ukubali mimi nakutana na watu tofauti wengi sana kwa nafasi yangu. Kwa hiyo mengine inabidi ninyamaze, mengine inabidi niyaseme, kwa sababu kanuni ya nafasi yangu uliofika, unajua vitu vingi. Lazima kuna vitu ujue namna ya kuvihifadhi. Kuna vya kusema na kuna vya kuto kusema. Naam. Kweli umekula chumvi nyingi, umekutana na mambo mengi. Naam. Alhamdulillah. Kwa hapo tu tukibakia hapo kidogo kwa faida ya mtazamaji, lakini pia mtu ambaye anakuamini sana kwa hiki ambacho umekizungumza, kwamba baada tu ya kukutana na hao watu umekaa kwa muda mrefu ukajiridhisha kwamba siwezi kuingia. Unahisi ni wewe mwenyewe Sule, kama Sule aliamua kujiondoa, au kuna nafsi fulani ambayo ilikuwa inakutuma kwamba utaki kuingia huko? Mimi nadhani mimi mwenyewe tu, kwa sababu mimi mwenyewe na utambua. Mustashirikina kama nilivyosema, wanasema the secret society, chama cha siri, mimi historia yake naijua vizuri. Swala Freemason mimi nimeanza kulizungumza miaka ya 90, ambayo watu wengine bado mlikuwa wadogo, pengine wengine hamjazaliwa. Kwa hiyo mimi najua hivyo vitu sana sana. Mimi nimeanza kuizungumza Vicarious Field Days 666 kama ni moja ya nembo ya Freemason mwaka 1991. Ulikuwa na umri gani? Hapana. Ulikuwa na umri gani? Bado. Ndio hivyo ujue mimi nimeanza kujua vitu muda mrefu. Mimi nimezungumzia mapigano na utawala wa Ottoman Empire 1991. Miaka hiyo ninayokuambia, vitabu vyote vya historia viko chini ya kanisa Katoliki, hata Muislamu hawezi kuvipata. Bwana, miaka mingapi? 91 nilikuwa na miaka 20 na kama 25 26 hivi. 25 26. Umeanza kazi hii kwa muda mrefu? Nimeanza kazi nikiwa na miaka kama 21 22. Kwa hiyo kuna vitu vingi na vijua. Kwa hiyo haikuwa ngumu sana mimi kujua habari za Freemason. Na vijana wengi ambao nawaona leo wamefundisha Freemason ima Kenya au Tanzania, ukiwachunguza ni wanafunzi wangu. Yaani wamepita kwangu kwanza ndio wakaongeza elimu wakaenda kufundisha. Wengi
awe katokea Tanzania, awe katokea Kenya, kwa sababu katika wahadhiri wa Kiislamu waliosoma historia wakati ukiwa South Africa ulikaa muda gani? Muda mrefu, nilikaa zaidi ya miaka 4. 2011 mpaka 2015, miaka karibu 5. Hakukufuata tena labda kukubembeleza kwa sababu mara ya kwanza umekataa kwa sababu kama wana nia ya namna hiyo lazima tu wakufuate kwa namna nyingine? Kwanza kile chama hakimlazimishi mtu. Ila wao wanakutengenezea mazingira ya kukutamanisha kwenye mafanikio. Na kwa sababu wengi wa vijana wanaishi maisha ya dhiki na wanatamani maisha mazuri, kwa hiyo wanaweza kufanya maamuzi ya kuingia kwa haraka. Kwangu haikuwa jambo rahisi sana, kwa sababu sikuwa naishi maisha magumu. Sikuwa tajiri, lakini pia sikuwa naishi maisha magumu kwa sababu nilikuwa na uwezo. Tayari nilishakuwa na ofisi Johannesburg, Cape Town pale, nilikuwa na kliniki, kwa nilikuwa najipatia pesa. Na nakumbuka miaka ile 2011, 2012 nilikuwa na uchumi kidogo wa wastani, kwa sababu nakumbuka mwaka 2012 mwezi wa 4 ndio nilileta kwa mara ya kwanza gari aina BMW kutoka South Africa, ambaye iliendeshwa na dereva mpaka kuletwa hapa 2011 kama sio 12 mwezi wa 4 wa 5. BMW ndio gari yangu ya kwanza kuileta BMW, na ndo nikawa mhadhiri wa kwanza kumiliki BMW. Dr. Sule miliki gari BMW miaka hiyo, sio sasa hivi mbwembwe. Sasa ndio mafanikio. Stories za mwanzo, sikuwa na pesa, nilikuwa wa kawaida sana, lakini nakumbuka nilikuwa na hiyo gari na nilitumia, watu wengi walijua miaka hiyo. Kwa hiyo sikuwa na uchumi mgumu sana, kwa hiyo haikuwa jambo jepesi kutekwa kwa sababu ya uchumi, lakini pia haikuwa jambo jepesi kutekwa kwa sababu ya imani na yakini ya dini nilionayo, kwa sababu tayari nilikuwa na elimu ya dini ya kutosha, na nilikuwa najua nikimfuata shetani kwa gharama yote nitakuwa nimemwasi Mungu, na nikimwasi Mungu nitahukumiwa. Na ukuwa na tamaa kabisa? Hakukuwa na sababu, kwa sababu hela kula pia ilikuwepo, japo sikuwa tajiri. Lakini maisha yalikuwa vizuri. Maisha yalikuwa mazuri, kwa sababu kama unaweza kumiliki BM wakati ule, na maisha kwangu yalikuwa ya kawaida, nilikuwa naweza kula na familia yangu na lala, hakukuwa na shida. Nakumbuka ulinunua bei gani? Ilikuwa dola 32,000. 32. Ndio. Karibu milioni kama 7. Change ilikuwa 1,106,000 kwa dola 1,000. Kwa piga dola 32 kwenye 1,106,000 ndio ilikuwa thamani, kwa sababu nakumbuka wakati ule nilikuwa nimekuja Tanzania baada ya kupiga hesabu na kutoa tuseme nililipa dola 8,100, nililipa dola 8,000, ushuru nilipa dola 8,000 na kadhaa, kwa sababu nakumbuka nilikuwa na dola 5,000 na nilienda kuchukua dola 2,000 na pointi kwa somebody Saidi Logumi, kwa sababu alikuwa rafiki yangu wakati ule na alinipa hiyo pesa. Aise, bwana mpenzi mtazamaji, tupo naye bwana Dr. Sule. Kumiliki magari hajaanza leo, ameanza